ni Dunia Duara ya Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Jina langu ni Hilda Swai, karibu. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu imetangaza orodha ya awamu ya kwanza yenye wanafunzi 30,675 wamekwisha patiwa mikopo, huku wengine wakitarajiwa kupatiwa awamu ya pili. Akrem Kumbata ametuandalia taarifa ifuatayo. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu hatimaye imetangaza orodha ya awamu ya kwanza yenye wanafunzi 30,675 kwa mwaka wa kwanza wa masomo wa 2019 na 20. Mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Abdul Razaki Badru anafanua zaidi. Wanafunzi 30,675 wamekwisha pangiwa mikopo katika kipindi cha awamu ya kwanza. Yaani katika awamu ya kwanza ambayo ndio hii tunayoitangaza, wanafunzi 30,675 wamepangiwa mikopo katika lengo la kuwapangia mikopo wanafunzi 40,000 wasiopungua 45,000 kwa mwaka huu wa fedha, kwa bajeti ya bilioni 450 iliyopitishwa kwa wanafunzi wote. Kwa hiyo hawa ni wanafunzi waliopangiwa katika awamu ya mwanzo. Idadi iliyosalia ya wanafunzi watapangiwa katika awamu itakayofuata. Katika kipindi cha wiki moja hivi tutakamilisha uchambuzi wa orodha ya udahili itakaokuja na kuwapangia wale watakaokuwa na sifa na vigezo. Kwa upande mwingine, Abdul Badru amesema kuwa makundi maalum yenye uhitaji wamepewa mikopo wanafunzi 6,142 ambao ni yatima na 280 wenye ulemavu. Kukupeni picha tu mchanganuo wa hao waliopangiwa 30 ni kwamba kama mnafahamu tunatizama sana, kuna wanafunzi ambao wana uhitaji, wanatoka katika familia maskini au wana changamoto fulani. Kwa mfano wanafunzi waliopoteza wazazi ni takriban 6,000 kati ya hawa 30,000, kama 6%. Kwa hiyo waliopata mikopo wote 20% ni wanafunzi ambao wamepoteza wazazi wao. Wanafunzi wenye ulemavu ni 280. Wanafunzi ambao wanatoka katika kaya ambazo zipo katika mpango wa kusaidiwa na mpango maalum wa TASAF wako 270. Lakini pia kuna kundi la wanafunzi ambao, na hili ni kundi maarufu sana, kuna wanafunzi ambao wengi wa hawa wamesoma katika shule binafsi zinaitwa private schools, na wako ambao wamesoma katika shule ambazo ada yao ni milioni mpaka 10 na zaidi, lakini kwa kuwa wamefadhiliwa na taasisi mbalimbali, na wakati wanafanya maombi wamewasilisha uthibitisho wa kufadhiliwa kwa masomo yao. Lakini naye mkurugenzi wa uchambuzi na upangaji mikopo Dr. Veronica Nyahende amezungumzia utaratibu mzima wa uchambuzi na upangaji mikopo. Wanafunzi takriban 16,000 ambao sasa wanaendelea na kusahihisha, ambao watakuwa kwenye kundi litakalofuata la upangaji mikopo. Wanafunzi hao tuliwafungulia dirisha tarehe 30 Septemba, wataendelea kusahihisha mpaka tarehe 19 Oktoba, ambapo tutaendelea kuwachambua na kuwaingiza katika mjumuisho wa wanafunzi ambao watapata mkopo kwa mwaka 19-20. Changamoto ambazo zilijitokeza katika hizo fomu ni pamoja na wanafunzi kutokuambatanisha fomu. Katika fomu ya uombaji mikopo ziko peji 5. Kuna peji ambao walitakiwa waende wakasainishe katika watendaji ama wanasheria, peji namba 2 na namba 5, ambao wengi hawakurudi kuambatanisha. Baada ya awamu ya kwanza kutangazwa kwa wanafunzi 30,675 kupata mikopo, wanafunzi wengine watapata katika awamu ya pili baada ya kamilika kwa uchambuzi wa maombi ya mikopo kutoka kwa wanafunzi waliochelewa kukamilisha taratibu za udahili. Hivyo wanapaswa kuwa watulivu kusubiri taratibu kukamilika kabla ya Oktoba 25 ya wiki ijayo. Akrem Kumbata, Mlimani TV, elimu kwanza. Tukiachana na taarifa hiyo ya kwake Akrem Kumbata, na sasa tunaangazia taarifa nyingine. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya umaskini kwa Watanzania, siku hii inahusisha pia maadhimisho ya siku ya vikoba kitaifa ikiongozwa na uwezeshaji
kwa wanawake na usawa wa kijinsia kwa kushirikiana na vijana katika teknolojia. Aisha Salim ametuandalia taarifa ifuatayo. Maadhimisho haya yalipitishwa rasmi mwaka 2017 kupitia Baraza la Uwezeshaji wa Wanawake Kiuchumi. Maadhimisho haya yalifanyika ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam, ambapo maadhimisho haya yalihudhuriwa na wadau mbalimbali wakiongozwa na mgeni rasmi Meli Lisimbi, mkurugenzi wa WFT. Juu tu, kwa nini sisi kama Women Fund Trust au mfuko wa udhamini tunakuwa na nia ya kushirikiana na wenzetu kama nyinyi? Kwanza nimesema mko katika ngazi ya jamii, kwa hiyo mnakuwa moja kwa moja walengwa wetu wakuu. Lakini la pili ambalo ni kubwa, sisi mfuko wetu sio tu kupeleka ruzuku au kupeleka utaalamu au kunini, ni kujenga mashirikiano kati ya mitandao mbalimbali. Na napenda hasa mjipigie makofi, naomba mpige makofi. Kwa kuwa nyinyi mmeshajiweka kwenye mtandao, kwa kuwa nyinyi tayari mna ajenda yenu, kwa kuwa nyinyi tayari mnajua mnachotaka kukifanya. Kwa hiyo sisi kuja kwetu kushirikiana na nyinyi ni kuona jinsi ambavyo tunaweza kujenga zaidi mashirikiano kati ya mtandao wenu huu ambao ni mtandao muhimu na nitauongelea kidogo baadaye, na mitandao mingine inayopigania haki za wanawake. Na kwa upande wake Devota Likokole ambaye ni rais wa Vikoba Tanzania ameeleza kuwa siku ya vikoba duniani ni siku ya tarehe 17 mwezi wa 10, ambapo kimataifa ni siku ya kuondoa umaskini duniani. Umoja wa Mataifa ulianzisha siku ya kuondoa umaskini duniani, na kwa nchi yetu ya Tanzania tunaishukuru serikali yetu mwaka 2017 kupitia Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi, serikali ilikubali siku hiyo kwa Tanzania iitwe Vikoba Day. Vikoba oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeendelea kusherehekea siku hii, na siku hii ni maalum kwa ajili ya kuwakutanisha wanavikoba wote, wadau mbalimbali kutoka serikalini, wadau kutoka sekta binafsi na wananchi wote na yeyote mwenye mapenzi mema na nchi yetu. Tafiti zinaonyesha 6% ya watu wapo katika kundi la umaskini uliokisiri, huku 26% watu waliokosa mahitaji muhimu, ambapo vikoba ikitajwa kuwa ni moja ya taasisi ambayo inasaidia kutatua changamoto hizo katika jamii. Aisha Salum, Mlimani TV, elimu kwanza. Ikiwa leo ni siku ya kuondoa umaskini duniani ambayo hufanyika Oktoba 17 kila mwaka kwa nchi ya Tanzania, hujulikana kama Vikoba Day. Wadau mbalimbali wamezungumzia kuhusu fursa na changamoto katika miradi inayotokana na vikoba. Tatu Yahaya ametuandalia taarifa ifuatayo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni vikoba kwa uwezeshaji wa wanawake na usawa wa kijinsia kwa kushirikiana na vijana katika teknolojia. Washiriki wamepata fursa ya kuzungumza na Mlimani TV. Blandina Mawala ambaye ni mratibu wa vikoba mkoa wa Singida ameeleza kuwa kwanza tunawatembelea na kuwahamasisha kujiunga na vikoba endelevu, lakini pia tunawapa mafunzo. Tuna mafunzo ya kujitambua, tuna mafunzo ya fedha, tuna mafunzo ya ujasiriamali. Kwa hiyo tunawahamasisha wanaingia kwa kufuata utaratibu, kwa sababu vikoba hivi ni taasisi na vina katiba na vinajiendesha kwa katiba. Kwa hiyo wanaelewa, na pia watu wengi wamehamasika na vikoba endelevu. Naye Matai Kirumbi ambaye ni mtumishi wa TAKUKURU ameeleza malengo ya vikoba nchini. Vikoba lengo lake kubwa ni kwamba watu wataka kujikwamua katika umaskini. Kwa maana kuna taratibu kwamba watu wanaweka fedha, baada hapo wanakopeshana, sio? Wanakuendesha shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Hasa katika mambo kama hayo ambao watu wanakuta kwamba baada wanakuwa kama hivyo ni mkopo, mtu anaweka ingali weka kila nakopa. Changamoto za kukopa vitu vya rushwa ni kubwa sana. Zipo. Wameweza katika vitu vya rushwa kwa vikafanya mtu mwingine ambaye hastahili kupata mkopo labda kaupata, ambaye alitakiwa asiupate kabisa. Naye Diego Longoni ameeleza miradi inayotokana na vikoba. Lakini Aquaparas project inasaidia vijiji viwili, kijiji cha Mabunja na kijiji cha Kisiju Pwani. Kule Pwani region Kuranga district kuna watu
tunakaribia watu 10,000 tunasaidia na hiyo mradi. Tunaleta kwa wao watu, tunaleta kwa hawa maji safi, na kama nimeshakwambia kabla, kuna vizima viwili, kuna DP 16, kuna mita 10,000 ya mabomba. Imeelezwa kuwa vikoba hutoa motisha na mwamko wa kujiajiri kwa jinsia zote. Pia wanawake wamejitokeza kwa wingi na kuunga mkono kauli mbiu ya Rais inayosema Tanzania ya viwanda. Tatu Yahya, Mlimani TV, elimu kwanza. Mtazamaji, ikiwa leo ni siku ya kuondoa umaskini duniani, basi tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kumaliza umaskini kabisa, na kama sio kumaliza basi hata tupunguze. Mkurugenzi wa afya Passion Health Contact Masa Kungu amesema kuwa jamii inapaswa kujiepusha na misongo ya mawazo ili kuepusha magonjwa ya afya ya akili ambayo yamekuwa ni changamoto katika jamii. Tupate taarifa zaidi. Afya Passion inajishughulisha na jinsi ambavyo inazuia watu kuugua magonjwa mbalimbali, na inajihusisha katika vitengo vitatu. Binadamu unakuwa unaugua ugonjwa wowote, yaani magonjwa mengi, asilimia kubwa yanasababishwa na hivi vitu vitatu. Cha kwanza ni stress. Cha pili, jinsi chakula unachokula, milo unayokula. Cha tatu, upungufu wa kufanya mazoezi. Lakini kimoja ambacho kinadhaurika zaidi kwa sababu akionekane ni stress. Na hiyo tunaweka katika grupu la afya ya akili. Na afya ya akili unakuta inadharaulika na ichukuliwe maanani kwa sababu watu hawaelewi. Hamna elimu ambayo ishawahi kutolewa kwamba akili na yenyewe inatakiwa iwe na afya, na ikilemazwa inaleta magonjwa mpaka kwenye mwili wako. Afya ya akili imegawanyika katika makundi mbalimbali. Kwa hiyo kuna ile wewe mzima, mtu mzima kama wewe, huumwi, huna tatizo lolote, lakini unaweza kuwa na tatizo la afya ya akili kwamba hujui madhumuni yako au hujui nini ufanye katika dunia hii, au hujui wewe ndoto zako ni zipi. Kwa hiyo unakuwa unaishi maisha kwa kuiga. Mara nyingi unakuta unaiga, labda nifanye hivi, unajaribu hiki, lakini kumbe wewe una ndoto zako na umeumbwa kuja kufanya kitu fulani special wewe tu, lakini ukijui. Sasa kutokijua kuna kufanya unalemaa. Sasa katika hizi taasisi mbalimbali, moja wapo na Afya Passion, tunasaidia watu kugundua ndoto zao ili waondokane na huo ugonjwa na huo kilema. Cha kwanza tu uwe na furaha, jitahidi uwe na furaha, soma vitu vyenye furaha. Nenda na watu ambao unakuta wanakupa furaha. Nenda kanisani kaimbe. Vitu ambavyo vinakufurahisha. Cha pili, mazoezi. Mazoezi unavyofanya kuna hormone ambayo pia inazalishwa ambayo inaenda ku reduce ile nyingine ambayo ni stress hormone. Na mazoezi unavyoenda hivyo, kumbuka unapumua. Kadri unavyofanya mazoezi unaongeza kupumua. Kwa hiyo oxygen inavyozidi mwilini inapunguza ile hormone ambayo inaitwa cortisol mwilini. Kwa hiyo inakuwa chini. Kwa hiyo mazoezi, uwe na furaha, kula chakula bora, acha kula vyakula ambavyo unakuta kama hizi junk food, unakuta babaga, mikate, mandazi, chapati. Jitahidi sana kupata matunda kwa sababu yanakuwa na vitamins au minerals ambazo madini ambayo yanaenda kupunguza ile hormone ya stress. Tukiachana na taarifa hiyo, sasa tunaangazia taarifa nyingine ambako tunaambiwa kuwa afisa habari kutoka katika mtandao wa mashirika yanayotoa huduma ya misaada ya kisheria Mchereli Machumbari amesema bado jamii inahitaji elimu zaidi katika masuala ya msaada ya kisheria, hasa katika kipindi hichi ambacho ni maalum kama wiki ya msaada wa kisheria. Afisa huyo ametoa maelezo bayana wakati wa mahojiano na Mlimani TV. Tupate taarifa zaidi. Mwaka huu Wizara ya Katiba na Sheria chini ya Kurugenzi ya Msaada wa Kisheria imeandaa wiki ya msaada wa kisheria ambayo kitaifa itaadhimishwa Bariadi mkoani Simiyu. Wizara kwa kushirikiana na Secretariat ya mkoa, watoa huduma ya msaada wa kisheria na wadau wa maendeleo kwa pamoja wataadhimisha wiki hii mkoani Simiyu, na kutakuwa na shughuli mbalimbali ambazo zinalenga kutoa huduma ya msaada wa kisheria na elimu ya msaada wa kisheria, mafunzo kwa wadau mbalimbali wanaosimamia sheria, kumwezesha mwananchi wa kawaida aweze kupata huduma ya msaada wa kisheria. Kauli mbiu katika mkutano huo ni ipi? Kauli mbiu ya mwaka huu inasema msaada wa kisheria kwa maendeleo endelevu. Wiki hii imelenga kuwafikia wananchi wa kawaida ambao ndio walengwa wakuu wanaohitaji huduma ya msaada wa kisheria, lakini pia imelenga kutoa mafunzo
kwa viongozi wa ngazi mbalimbali, hasa wale wa serikali za mitaa, watendaji wa vijiji, wazee wa mabaraza ya mahakama za mwanzo, na kuwajengea uwezo wafanyakazi wa idara ya mahakama pamoja na serikali za mitaa waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi, ili mwananchi wa kawaida aweze kupata huduma ya msaada wa kisheria. Mtu unaposema msaada wa kisheria anakuwa analenga nini sana? Awali kabla ya mwaka 2017 huduma ya msaada wa kisheria ilikuwa inatolewa pasipo uratibu wa kisheria. Lakini wadau wa maendeleo, watoa huduma ya msaada wa kisheria, wasaidizi wa kisheria, Wizara ya Katiba na Sheria kwa pamoja wakaona ipo haja ya kutunga sheria itakayoratibu utaratibu mzima wa utoaji huduma ya msaada wa kisheria. Na mwaka 2017 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na kwa kupata maoni kutoka kwa wadau mbalimbali ikapitisha sheria ya huduma ya msaada wa kisheria, sheria namba 1 ya mwaka 2017. Na kama tunavyofahamu, kabla sheria haijaanza kufanya kazi lazima itungiwe kanuni. Kwa hiyo sheria ikapitishwa mwaka 2017 na mwezi wa 3 2017 ikatiwa sahihi na Mheshimiwa Rais ili iweze kuwa sheria, na baada ya hapo mwaka 2018 ikatungiwa kanuni sasa za kutekeleza utekelezaji wa sheria. Umoja wa Ulaya umesema kuwa mazungumzo ya mpango wa Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya yanaendelea, huku yakionyesha matumaini ya kuzaa matunda kwa pande zote mbili. Ibrahim Chawe ametuandalia taarifa zaidi. Makubaliano kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza kujitoa katika umoja huo yanafanyika katika mkutano wa kilele cha wakuu wa nchi za Umoja wa Ulaya mjini Brussels, huku yakionyesha kuleta matumaini kwa kufikiwa makubaliano hayo. Awali akitoa matumaini ya mazungumzo hayo, msemaji wa umoja huo Mina Adreva amesema rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker amezungumza na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wakati pande zote mbili zikipambana kukamilisha makubaliano hayo mapya. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson alionekana kuchapisha katika ukurasa wake wa Twitter kuwa wamesha saini makubaliano hayo ambayo yataiwezesha Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Pande zote mbili zilikuwa zikifanyia kazi makubaliano hayo, lakini hata hivyo yatahitaji kupitishwa na mabunge ya pande zote mbili, kwa maana ya bunge la Uingereza na bunge la Umoja wa Ulaya. Hata hivyo chama cha Democratic kimeonyesha mashaka katika makubaliano hayo na kimesema kuwa hakiwezi kukubaliana nayo. Lakini mkuu wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker amesema kuwa makubaliano hayo yalikuwa sawa kwa pande zote. Hatua hii ni matumaini kwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson katika kuhakikisha kuwa nchi hiyo inajitoa katika Umoja wa Ulaya kufikia tarehe 30 mwezi huu. Na kansela wa Ujerumani Angela Merkel kwa mara nyingine tena ameitaka Uturuki kusitisha mashambulizi ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria. Merkel ameyasema hayo katika hotuba yake bungeni hii leo na kuongeza kuwa mashambulizi hayo yanasababisha maelfu ya watoto kuwa wakimbizi. Hatua hiyo inakuja kufuatia rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Marekani haifaidiki kwa lolote lile kwa kuwalinda washirika wake wa Kikudri, hatua iliyopingwa vikali na Baraza la Wawakilishi mjini Washington, ambapo limepitisha kwa kura nyingi azimio la kulaani uamuzi huo wa Rais Trump. Hatua hiyo inatoa nafasi kwa Uturuki kuanzisha upya mashambulizi dhidi ya Wakudri ambao walikuwa washirika wa Marekani katika vita vya kulitokomeza kundi linalojiita dola la Kiislamu la IS, na kutoa mwanya kwa vikosi vitiifu kwa rais wa Syria Bashar al-Assad kuingia katika mji wa Kobani usiku wa kuamkia hii leo, hatua inayobadilisha hali ya mambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo wameongoza ujumbe wa nchi hiyo kuelekea Uturuki hii leo. Viongozi hao waandamizi wanatarajiwa kuishinikiza Uturuki kukubali kusitisha mapigano kaskazini mashariki mwa Syria. Ibrahim Chawe, Mlimani TV, elimu kwanza. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaangazia habari za michezo na burudani. Jina langu ni Hilda Swain na kusii salia nami. Gospel Flavor. Nipe, oh nipe, nipe. Gospel Flavor.
Gospel Flavor. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Usikose Gospel Flavor na Bupe Mwakyusa kila Jumapili saa 1:30 asubuhi na marudio ni saa 11 jioni hapa Mlimani TV. Mtazamaji, tumerejea tena na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Jina langu ni Hilda Swai, karibu. Mtaalamu wa michezo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Jonas Tiboloa, amesema kuwa licha ya timu ya taifa ya Tanzania kupoteza katika uwanja wa nyumbani dhidi ya timu ya taifa ya Sudani kwa kuruhusu goli moja, Taifa Stars pia inaweza kupata matokeo huko Sudani. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kujitupa uwanjani hapo kesho ugenini dhidi ya timu ya taifa ya Sudani katika michuano ya chani kwa wachezaji wa ndani kuelekea huko Kameruni, ambapo mchezo wa kwanza Taifa Stars ilipoteza katika dimba la taifa kwa kuruhusu nyavu zao kutikisika. Lakini je, Tanzania tutaenda kupindua meza ugenini? Mlimani TV kwa kuliona hilo imekutana na Dr. Jonas Tiboloa, mtaalamu wa michezo hapa nchini. Je, yeye anazungumziaje timu ya taifa iliyopo chini ya kocha Etienne Ragije? Soka inalochezwa linavutia, na anamzungumziaje kocha Etienne Ragije? Ya Rwanda na Tanzania juzi ambayo tulicheza sio kipimo cha mechi ambayo tunakucheza Sudan. Ni kesho Sudan, kwa sababu ile mechi ya Rwanda tulicheza ilikuwa imechanganya wachezaji wa ndani na wa nje. Kwa hiyo sio kipimo kizuri sana cha kuangalia nini kinaenda kufanyika Sudan. Lakini Sudan tunaenda kushindana kwa sababu ile ni mashindano ya CHAN nafikiri, ambayo yanahusu sana wachezaji wanaocheza ligi za ndani. Sio mimi kusema ule ukweli, toka Ndege kaingia kiufundi naona kuna mabadiliko, kwa sababu timu sasa hivi inacheza kama timu yetu iliyokwenda AFCON ilikuwa inasikitishwa katika kuangalia pasi kuzikamilisha 7 ilikuwa ni shida. Lakini sasa hivi tunaona timu inaanza kucheza vizuri. Hainisumbui sana kwa nini sasa hivi hatufungi magoli, kwa sababu mara nyingi unapojenga timu ya ushindani unatakiwa uanze kujenga toka nyuma kwenda mbele. Kwa hiyo as long as hatufungwi na hatufungi magoli, haturuhusu magoli, issue ya kufunga magoli itakuja polepole, hasa kwenye mashindano mawili tofauti. Na pia ukumbuke kwamba level ya wachezaji wetu tulionao pia imekuwa inapanda na kushuka na panda na kushuka, kiasi ambacho lazima tuangalie pia ligi yetu inakwenda vipi. Kwa upande mwingine, Jonas Tiboloa amesema kuwa nafasi tunao ya timu ya taifa kuibuka na matokeo mazuri huko ugenini na kusonga mbele. Pia Sudan siwezi kujua maandalizi timu yetu imejiandaa namna gani. Lakini tu kama mwalimu pia, kama wao waliweza kufunga kwetu, na maana hata tunaweza kushinda kwao. Kwa hiyo tutategemea tunakwenda na game plan vipi, tubadilike game plan tuliyokuwa nayo Tanzania siku ile ilikuwa nzuri, it wasn't good enough, ndio maana tupata matokeo. Sababu kama unavyosema mwenyewe, nishindo ushambuliaji. Na ushambuliaji ukijaribu kuangalia tatizo kubwa lilikuwa tunalipata ni namna gani tunatoka katikati kwenda kufunga magoli. Sasa kama mwalimu atakuwa aliona mapungufu kwenye mechi ya kwanza kucheza Tanzania, tukafungwa goli 1 bila, nategemea kesho tukafanya maajabu, tukapindua meza. Cha muhimu tusiruhusu goli, ila tuwe wa kwanza kufunga goli, kwa maana hiyo tutafanya ile timu ya Sudan kufunguka zaidi. Sababu kwa hiyo wanapokuwa nyumbani sio rahisi sana, na sio mara nyingi sana timu kucheza kutafuta matokeo ya draw ya sana. Timu ya taifa inahitaji ushindi wa zaidi ya magoli 2 na kuendelea ili kuhakikisha tunasonga mbele. Na ikumbuke kuwa katika mchezo hapa nyumbani tulikubali kupoteza kwa kufungwa goli 1. Hivyo shime wa Tanzania, mimi wewe na yule, tuwaunge mkono Taifa Stars ili ipate matokeo mazuri na kuipeperusha vema bendera ya taifa. Akrem Kumbata, Mlimani TV.
Elimu Kwanza. Na katika dira ya michezo kimataifa tunaambiwa kuwa rais wa klabu ya soka ya Zamalek Murtada Mansuri amepiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa wachezaji wa timu hiyo. Claudius Mkongwa ana taarifa zaidi. Rais wa klabu ya soka ya Zamalek ya Misri Murtada Mansuri amepiga marufuku kwa wachezaji wa klabu hiyo kutumia mitandao ya kijamii. Rais huyo wa Zamalek ambaye pia ni mbobezi wa masuala ya sheria amepiga marufuku ya mitandao ya kijamii kwa kuamini wachezaji wengine wamekuwa wakipoteza muda mwingi kwa matumizi ya simu. Na mchezaji yoyote wa Zamalek atakayebainika na miliki akaunti ya kijamii atakatwa nusu ya mshahara wake, huku kukiwa na faini ya dola za Kimarekani 1800 kwa kila posti itakayowekwa na mchezaji kwenye mtandao wa kijamii. Klabu ya soka ya Anderlecht imepigwa faini ya euro 4315 na shirikisho la soka la Ubelgiji baada ya kumtumia Vincent Kompany kama kocha mkuu wa timu hiyo ikiwa hana vigezo. Uamuzi huo umefikiwa baada ya kubainika kuwa Kompany hana vigezo vya kuwa kocha mkuu, ambapo FA ya Ubelgiji inahitaji makocha wote wakuu kuwa na leseni ya UEFA Pro na Kompany hana leseni hiyo. Beki huyo wa zamani wa Manchester City alianza kuitumikia nafasi hiyo kama kocha mchezaji mwezi Mei na amefanikiwa kupata ushindi mara 2 katika michezo 10 tangu alipochaguliwa kuwa kocha wa Anderlecht, huku timu hiyo ikishika nafasi ya 13 katika ligi inayocheza. Na UEFA wameipiga faini ya kiasi cha paundi 20,000 klabu ya Lazio ya ligi kuu ya nchini Italia baada ya mashabiki wa timu hiyo kuonyesha ishara za kibaguzi kwenye mchezo wa ligi ya Europa dhidi ya klabu ya soka ya Rennes ya nchini Ufaransa. Hii ni adhabu ndogo ambapo pia Lazio wameamriwa kufunga baadhi ya sehemu ya uwanja wao kuelekea mchezo wa Europa dhidi ya Celtic na kuweka bango litakalosomeka Eco Game likiwa pamoja na nembo ya UEFA katika sehemu za uwanja zilizofungiwa. Na bondia Marekani Patrick Day amefariki kufuatia majeraha makubwa kwenye sehemu ya ubongo aliyoyapata ulingoni siku ya Jumamosi katika pambano alilopigwa kwa KO katika mzunguko wa 10 na mpinzani wake bondia Charles Conwell. Bondia huyo aliondoshwa ulingoni kwa machela baada ya kupigwa ngumi nyingi kwenye kichwa, huku akionekana mwenye hali mbaya na kukimbizwa katika hospitali ya Northwestern Memorial. Patrick alicheza mapambano 22 huku akishinda mapambano 17, 4 akipoteza na kutoka sare pambano moja. Na hili ni tukio jingine ambapo mwezi Januari bondia kutoka Urusi Maxim Dadashev pamoja na bondia wa Argentina Hugo Santlan walifariki kutokana na majeraha walioyapata ulingoni. Na kufikia hapo ni tamati ya dira ya michezo kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Claudius Mkongwa, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo Dunia Duara kwa siku hii ya leo haina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia taarifa hizi, jina langu ni Hilda Swai, ni kusiuendelee kuitazama Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwaheri.